Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, natumai umzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Bustani la Ndoa. Alhamdulillah, kama kawaida yetu tunashukuru kuwa naye Sheikh wetu kipenzi chetu Sheikh Yusuf akikujuza mengi kuhusiana na masuala ya ndoa. Kama unavyoona watu walibobea katika hii kadhia ya ndoa, utawajua wanavyokuelezea mawaidha yao ili wewe uweze kuyapata na ufaidike na ndoa yako. Na inshallah, miongoni mwa mada zetu ambao tunataka kujadili siku ya leo ni kujenga maadili ya watoto. Watoto ni muhimu sana, na kuwajenga watoto sasa hivi ni kuijenga umma wa Mtume. Kama tunavyojua, lengo lingine la ndoa ni kuhakikisha kwamba tunaongeza umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na inshallah naamini Sheikh ametuandalia mengi kuhusiana na madai. Tukirudi kwake tuweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Karibu sana Sheikh. Asante. Naam. Pia mtazamaji wangu mpendwa, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mwenyezi Mungu awahifadhi nyote na watakabalia mali zenu inshallah. Amin, amin, kwa faidika zaidi na vipindi hivi vya Mahdi TV. Na Mwenyezi Mungu pia tunaombea Mahdi TV iendelee zaidi na ili tuweze kupata mafunzo zaidi inshallah. Amin, amin, amin inshallah. Bismillah Sheikh. Maadili ya watoto. Naam. Nafikiria katika maisha ya ndoa, unajua bado ni majukumu tu ya ndoa. Katika maisha ya ndoa matokeo ya ndoa mara nyingi dua ya wanandoa huwa ni wapate familia. Ndiyo. Familia nayo inamaanisha watoto, na watoto usiombe tu kupata mtoto. Naam. Omba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akujalie kupata mtoto mwema. Na atakujalia. Ndiyo, ndiyo. Na ndoa nyingi mara nyingi kukaa bila watoto, hizi ndoa wakati mwingine huwa wanakuwa na huzuni. Wanandoa kidogo wanajawa na huzuni sababu hawajapata, wanasema kopi ya matokeo ya ndoa yao. Na si wanadamu wa kawaida tu, hata mitume walipitia hizi changamoto. Nabii Ibrahim alayhi salam alikuwa anaomba apate mtoto. Nabii Zakaria aliomba apate mtoto. Gawa wote walijibiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim akampata Ismail na Zakaria akamzaa Yahya. Na wengi katika dua ya mwanadamu katika ndoa ni kwanza apate mtoto. Ukasikia yarithuni, anirithi mimi, wayarithu mina ali Yaqub. Hizi ni dua za manabii walikuwa wanaomba. Pia sisi tuna hiyo tamaa. Unapoingia katika maisha ya ndoa, kitu cha kwanza ni familia hiyo, watoto. Na hata kunakuwa na msukumo katika pande zote mbili, za pande ya mume na upande wa mke. Kwa muda mrefu mkikaa bila kupata mtoto, wameanza kuwashuku na kuanza kuwafata kwa maneno. Kipindi hiki mnasubiri nini na kadhalika. Wengine pia huleta vitisho. Angalia kama huyu amechelewa kukupatia mtoto, lete mwingine kadhalika. Kila mmoja anatamani awe na kopi yake. Lakini kama vile nilivyosema, sio mtoto tu, ni lazima upate mtoto mwema. Na mtoto mwema wanasema katika hadithi kwamba ni rehan. Ndiyo. Ni jivunio kwa wanandoa wote wawili. Baba na mama wanafurahia zaidi wakiwa wanapata mtoto mwema. Hakika. Na wakati mwingine pia mtoto mwovu ni chukizo kwa wanandoa na pia ni chukizo kwa jamii. Mtoto mwema ni furaha pia katika jamii. Ndiyo. Kwa hivyo kitu cha kwanza ni kutengeza yale maadili na kuomba kwanza Mwenyezi Mungu akujalie mtoto mwema. Na yale maadili yanaanza wakati wa ndoa. Yani maadili ya kutengeza mtoto mwema ni wakati wa ndoa. Na ili upate mtoto mwema ni yule mtoto ambaye anapatikana katika ndoa iliyo sahihi. Ndiyo. Na ndio utaona katika Uislamu
yule mtoto ambaye hajapatikana katika njia sahihi anaitwa mtoto ambaye amepatikana kwa zina, kitendo kilichofanywa nje ya ndoa. Ndio. Sasa wewe unatarajia kuwa huyo mtoto atakuwa na maadili wakati ambapo umemsababishia jina ambalo halikuwa halitamani. Sasa yule mtoto hana utulivu kwanza yeye mwenyewe katika maisha yake. Na wazazi wawili pia hamna utulivu kwa kile kitendo ambacho mmesababisha kwa yule mtoto. Kwa hivyo njia ya kwanza ambayo inatakikana yule mtoto apate maadili mema ni mafungamano ile ambayo nyinyi mnafungamana kama wanandoa. Alafu sasa mengine yanafuatiwa. Ndiyo. Kuzaliwa, akishazaliwa, adhana. Adhana pia ina mchango mkubwa zaidi katika kutengeza maadili ya mtoto. Kitu cha kwanza asikie neno la Mwenyezi Mungu. Mashaallah. Na ndio ni sunna, mtoto anapozaliwa unamuadhinia sikio la kulia na kukimo katika sikio la kushoto. Kitu cha kwanza amjue Mungu. Aingie katika dunia kama anamjua Mungu. Hayo ni maadili mema. Alafu inafuatiwa mengine sasa. Kumchinjia ni kumuondolea mikosi ya kidunia na kadhalika. Ni mengi kule nyuma kwa sababu ya muda pia hatuwezi kuyaeleza yote. Ndio. Pia la muhimu ni jina. Jina ambalo unampatia yule mtoto. Ni jina gani? Ndio. Unajua jina pia ina athari kubwa zaidi katika kutengeza maadili ya mtoto. Na ndio katika Uislamu sisi tumehimizwa sana kuwapatia watoto wetu majina mazuri. Na hayo majina tukaambiwa kuna kama vile majina ya mitume. Unampatia mtoto wako jina ya mtume yoyote. Au jina la mtume wetu Muhammad. Na mara nyingi unaambiwa pia ili haya majina yanafaa yawe kwa wingi zaidi. Hata mtume mwenyewe anasema, kuna riwaya ambayo mtume anasema, man wulida lahu 4, yani mtu yeyote atakaye zaliwa kwake vijana 4, nazaa vijana 4, walam yusammi ahaduhum biismi, akakosa kuita hata mmoja kwa jina lake, kwa jina la Muhammad, faqad jafani, utakuwa umempuuza mtume. Angalia hiyo riwaya, yani wewe upate vijana 4 mfululizo, lakini kati yao pasikuwe na Muhammad mmoja tu kakosa kuita Muhammad, ni sawa ni kana kwamba umempuuza nani? Mtume wako. Sasa kwanza mtoto unamlea, unampa yale majina matukufu ambaye yanamfurahisha, yanamjengea pia akhera yake. Kwa hivyo ndio tukataja hayo majina ya mitume, majina ya mtume wetu Muhammad, na pia na majina ya maimamu, na majina kama ni mwanamke kuna yale majina ya wanawake watukufu. Sio jina tu, unaangalia wale watukufu. Kwa sababu unataka mtoto wako akuwe mwema. Kweli. Kwa hivyo unampatia, ingawaje siku hizi Waislamu siku hizi wameanza kuyakimbia haya majina. Wameanza kuyakimbia. Saa zingine unakuta mtoto wa kike ameitwa jina lingine mpaka unauliza hili na Kiislamu kweli? Hata kuna ile kwamba kuna mtu akimuita mtoto jina Muhammad, akiangalia asli unatamani huyu mtoto awe na tabia alizokuwa nazo mtume, yani tabia za kuridhisha. Lakini hilo jina ukiangalia umempa, lakini tabia zake haziendani. Sasa unakuta wanaliepuka. Unakuta mtoto unamuita Fatma, ili jina la mama wa wanawake peponi, mwanamke wa wanawake peponi. Ahlaki yake ilikuwa nzuri sana kabisa. Alikuwa jicho la baba yake kabisa. Sasa ukiangalia jina kama hili, kuna watoto pia limewakataa. Cha muhimu pia dada Haifa, kwamba unajua haya majina ni matukufu sana. Yanahitaji kuhifadhiwa, kuheshimiwa. Sisi Waislamu vile ambavyo ni majina ambayo hata yakianguka chini haifai hata kwa karatasi unapoiandika haufai kuichoma. Sawa. Haya ni majina tu. Muhammad, Ali, Fatma na kadhalika. Sasa je, umempa mtoto wako Muhammad? Wewe mzazi, wewe
umemtoa katika sera ya Muhammad. Yani umekosa kumpa mafunzo ya dini na umempa jina la Muhammad. Hauoni ya kwamba umemkosea mtume heshima? Unakuta hajui historia yake. Hajui hata dini na ni Muhammad. Wewe mzazi pia ni kama wewe umemkosea heshima mtume. Ndio. Kwa hivyo kwanza unapompa mtoto yule jina, uko tayari kulitunza hilo jina kwa mtoto? Wewe utakuwa umemaliza wajibu wako mpaka atakapokuwa. Yeye akipinda atakuwa sasa masuhulia ni kwake. Lakini jukumu lako kama mzazi uweze kumlea, kumhifadhisha hilo jina, awe na tabia hilo jina. Na maana utakuta mashallah kuna watoto wa Ahlul Bait ama wazazi wenyewe wanakuta watoto wao wanakuza watoto wao katika misingi ya Ahlul Bait. Watoto wanapokuwa wadogo wanaenda majlis wakiwa wadogo sana. Kabisa. Wanapokuwa wadogo vile, wajua mtoto mdogo ni akili yake ni haraka sana kushika kitu. Sasa unapomwelezea zaidi kuhusiana na tabia ya mtume ilikuwa vipi? Tabia ya Bibi Fatma ilikuwa vipi? Tabia ya Bibi Khadija sallallahu alaiha ilikuwa vipi? Tabia ya Bibi Zainab, umempa majina matukufu. Mwache mtoto afahamu hawa watu uliowapa majina ni kwa nini? Si wewe unamuita mtoto Tabu. Alafu kisha hakuna hana hata historia. Hamana hawezi mwambia wewe ulikuwa wakati wa shida nini ndio tukakuita Tabu. Sasa inakuwa kuna mitihani pia katika jinsi unakuta watu wanaita majina yao. Sawa basi kuna majina ya mtume mengine. Kuna majina ya mtume mwingine. Kabisa. Utakuta wengine wanasema wanapeana majina ya mtume mengine Hashim. Nini sasa unakuta sawa hukumpa lile la Muhammad wengine ameyakataa basi, lakini kuna majina mengine ya mtume usisahau kabisa, peana yale majina. Na kuna majina pia mazuri pia yanamwelekeza hajahusiana na utume na nini. Ndiyo. Lakini ni majina ambayo pengine yanasibishwa kwa uja. Ndiyo. Kwa mfano kuna hadithi ya Imamu Muhammad Baqir anasema asdaqul asma ma sama bil ubudiyya, yani jina nzuri ni lile jina ambalo limeitwa kwa abdi. Abdurrahim, Abdurrahman, Abdul Karim, Abdul Muttalib na kadhalika. Haya majina ambayo yani ya Abdul kwamba ni servant ya ni majina mazuri sana. Mashaallah. Abdul Rauf. Naona sasa haya mtoto, unajua jina tu jina lina athari kubwa zaidi katika maisha ya mtoto au katika maadili ya mtoto. Si katika dini peke yake, hata katika mila zetu. Kweli. Wakati mwingine tunaona huko Uluyani mara nyingi no. Ukifanikiwa kupata mtoto huwa hata wakati mwingine kunakuwa na mvutano. Umepata kijana kwa kina bibi anataka aitwe jina la baba yake na kwa mume anataka aitwe jina la baba yake. Baba yake. Sasa kuna lile la Kiislamu lipo lakini sasa kuna hili la ukoo ambao muhimu sana. Sio tu katika dini kwamba haya majina yana umuhimu. Na ndio maana utakuta unajua kando na ukoo umesaidia kimpango, kwa sababu unapoenda kuangalia passport wakiona majina yako yote ya Kiislamu washatia tashwishi. Lakini kukiwa na la nyumbani unajua huyu ni wa huku kabisa. Na ndio utaona watu wanatukuza yale majina yao, na kuna majina ya kulingana na mababu na kuna majina ya historia. Najua hata Uliyani kuna hayo majina ambayo hayatokani na majina ya wazazi ama nini, lakini yanatokana na majina ya historia. Kwa mfano Wafula na Anjala na Anjala ni kutokana na yale matokeo ambayo yalitokea yalitokea yani kuwapa watu kumbukumbu kwamba huyu na Anjala alizaliwa wakati wa njaa. Huyu alizaliwa wakati fulani. Kwetu kule tunawaita Mukhwana. Mukhwana ni wale mapacha. Sasa kama watoto alizaliwa mapacha, huyu utawaita Mukhwana. Unaona, kama ni wa kike ni Mukhwana. Na kama ni wa kiume utaita Malongo. Unaona, sasa utampa hilo jina. Yani inawapatia watu kumbukumbu. Tahadhari sana mzazi. Usimpe mtoto wako jina ambalo linanasibishwa kwa mtu muovu. Kweli. Iwe ni kwa ukoo.
hata kwa ukoo nyumbani kule. Hata kama unajua tu katika kijiji fulani kulikuwa ni mtu mchawi, ukaita mtoto wako jina la ule bwana, jamii na kukataza. Usharibu. Unajua watu wengine wanafikiria kwamba kuna watu huwa wanasema Uislamu umekuja kama utumwa. Yani ukitaka kuingia katika dini, Uislamu hujakulazimisha upewe jina la Kiislamu. Kweli. Lakini Uislamu unataka kutengeza tabia yako iwe ni tabia katika dini. Ndiyo. Unaweza ukasilimu ukabaki na majina yako ya nyumbani. Kweli. Kuna watu wamekuwa Karbala wakiitwa kina John na nini wamebaki na hayo majina. Kwa hivyo unaweza baki na jina lako. Lakini mara nyingi jina linatengeza kwanza heshima na maadili ya mtu. Si katika dini, si katika jamii zetu. Kila mahala popote. Hata Wakristo, unajua sisi tumesilimu. Hatukuzaliwa Waislamu. Lakini Wakristo wana taratibu ambayo unafaa upatizwe. Ukishabatizwa unapatiwa jina lile la Kristo. Utaitwa mimi nilikuwa naitwa kabla ya Uislamu nilikuwa naitwa Luka. Unaona? Luka hii si jina la ukoo. Ndio. Hili ni jina la Kikristo. Ndio. Mwingine anaitwa Peter. Na mwingine anaitwa Paul. Paul ni Paulo. Na hii imenasibishwa kwa Wakristo. Kwa hivyo kuna umuhimu sana na jina lina athari kubwa zaidi. Na kuna sehemu zingine ukimpa mtoto jina mbovu, yule mtoto analikataa lile jina. Kweli. Kwa ule udogo wake. Hata akiwa utakuta mtoto yualia kama hataki hilo jina kabisa. Wewe unatafuta suluhisho mpaka mwisho ukifika umeambiwa hii jina yenye ulimpatia, hebu badilisha lingine, uone labda kama litafanya kazi. Badilisha, mtoto anakuwa sawa. Inshallah. Shukrani sana Sheikh, acha chukua pumziko, tukirudi tutaendelea na awamu ya pili. Shukrani sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa naye Sheikh ndani ya studio zetu anakujuza mengi kuhusiana na maadili ya mtoto. Wewe kama mtoto unaye nyumbani, unafaa kufahamu maadili yapi ambayo utampa mtoto. Na kitu cha kwanza ni kuhakikisha kwamba mwanao ana jina zuri. Nasibishe mtoto wako na jina la waja wema. Ukifanya hivyo, basi mtoto wako ni zaidi sana awe na akhlaq ambazo hata kama unakwambia haufikii mtume alivyokuwa, lakini kuna zile akhlaq ambazo mtume mwenyewe ameongelea, ambazo wewe kama mtoto wako unaye anapaswa kuwa nazo, na ni muhimu sana, maana hizi akhlaq zake ndio zitamleta karibu zaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hii ndio itamfanya awe mja ambaye kesho pia wa kuongelewa na watu wengi kwa sababu ya akhlaq yake, tabia yake. Jina zuri ambalo umempa, watu wengi wanaweza litamani wakiona kwamba huyu ana jina kama la alompa jina lake. Insha Allah, mpenzi mtazamaji, acha chukua mapumziko, utakaporudi tuendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Bustani la Ndoa, tukizidi kuwa na Sheikh akujuza mengi kuhusiana na masuala ya ndoa, haswa katika mada yetu pendwa ya kufahamu maadili ya watoto. Jinsi gani tutajenga maadili ya watoto? Unafahamu labda kuna mtoto ambaye ni mtukutu, huenda jina ambalo limpa hatuwezi jua, na hili linatukumbusha kadhia ya Karbala ya Hur alikuwa mtu mwenye alikuwa katika jeshi la Yazid, lakini mashallah Mwenyezi Mungu kwa uongozi wake alirudi upande wa Imam Hussein alayhi salam, na hipo hata pale alipokuwa anakata roho Imam Hussein anamwambia uko huru kama alivyokupa jina mama yako. Sasa unafahamu kwamba kuna majina ambayo yana athari. Kuwa huru ni kwamba utakuwa na uhuru wa kufikiria, uhuru wa kuchagua kitu ambacho unajua ni sahihi na sio kitu ambacho unajua kabisa haliendani na maadili. Na insha Allah, mpenzi mtazamaji, tukirudi kwake Sheikh tuweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu tena Sheikh. Asante, alhamdulillah rabbil alamin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie historia nzuri ya kupeana majina kwa ajili ya watoto wetu. Pia ni muhimu wakati tunapowapatia hawa watoto majina, tuwape historia yale majina. Wakati mwingine tunafanya makosa. Ndiyo. Wakati tunapomuita mtu Muhammad. Lakini ukimuuliza Muhammad ni nani, wakati umepatiwa kule kwetu mashambani, ukimuuliza Wafula jina lake, kwa nini umepewa Wafula, atakwambia ni kwa nini. Ndiyo. Na Anjala atakwambia ni kwa nini amepewa jina la Anjala. Sisi pia katika dini
tunafaa wakati unapompa mtoto jina Fatima kama ni binti, mwelezee huyu Fatima alikuwa ni nani katika historia. Alafu cha muhimu zaidi, tabia za bibi Fatima. Wakati mwingine mtoto akitaka kufanya kosa huwa anakumbuka hili mimi siendanishi na hili jina, kwa hivyo nikitaka kufanya hili kosa afadhali nitolewe hili jina nisio natumia. Wakati mwingine haya majina yanakuwa na athari. Tumetumia haya majina bila kuwaelezea maana, ndio unaona hakuna thamani. Ikiwa dini yenyewe inatufundisha kuwahifadhi tu haya majina kwa maandishi, haifai kuyakejeli. Je, ikiwa tumempatia mtoto, umempa mtoto Zakaria, mwambie Zakaria ni nani, alikuwa nani katika historia. Umempa Hassan, mweleze Hassan ni nani. Mweleze Hussein ni nani, mweleze Ali ni nani. Yule atajua historia. Uleza, kwa nini ulipewa jina la Ali? Nimepewa hili jina kwa sababu mama yangu anataka nikuwe shujaa. Kabisa. Unaona? Wakati mwingine Haidar, mama yangu anataka niwe simba katika maisha. Yani nisinyenyekee. Mimi ni mtu ambaye ninahitajika kuendelea. Maana ukimpa historia, alafu watoto wanakuwa na ile majivuno ya nafsi yao. Akipewa jina zuri, anapofika mfano shule, ambapo kwa nini wewe ulipewa hili jina? Anakuta namwambia, kwanza mtu mmoja alikuwa anaitwa hivi 1 2 3. Alikuwa na asili hii 1 2 3. Sasa unakuta inampa pia ile ushujaa wa kuelezea yeye ni nani. Hata wakati matatizo yanamkumba unamwambia wewe ni Ali. Ndio sababu uliitwa Ali. Uliitwa Ali kwa sababu hizi shida utazipita. Kazana. Ali hakuwa mnyonge, alikuwa ni mambo kama haya. Sasa jina ina athari kubwa. Kwa hivyo tumezungumzia maadili yanakuja pia kuyatengeneza majina kupitia kwa majina. Sasa haya ni baadhi ya mambo ya utangulizi ili ufikie sasa katika yale malezi. Umeshamlea huku nyuma, kuzaliwa, hakika na nini, ni mengi. Dada Haifa, hata namna ya kuitunza ile mimba ndio mtoto akuwe mtoto mzuri, ni mengi, ni historia ndefu, kwa sababu ya wakati hatuwezi kuelezea. Alafu malezi, nakuja katika malezi. Wakati ambapo umemzaa mtoto, unataka awe nani? Yani unataka akuwe nini? Wengi wanataka hao watoto wawe watu wa kutegemewa katika jamii, ambao watakuja kuwasaidia pia. Lakini dini inatuambia hao watoto unaowaleta duniani ndio watakuwa kinga chako, ni mwokozi wako baada ya kifo chako. Kweli. Kweli, 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 kweli. Ukifa, hawa ndio wanaenda kukusaidia huko kwenye umeenda. Na ndio tunaona, tunasoma hadithi nasema mwanadamu akifa, matendo yake yote yanakatika, anabaki na mangapi? Matatu. Yanamsaidia mpaka baada ya kifo chake. Ya kwanza, sadaka ya jaria aliyoitoa, sadaka ya kuendelea. Ambayo pengine umejenga hospitali, watu wanakuja ya kisima, umepanda mti wa matunda. Wacha tu kisima, unajua watu wanafikiria sadaka tujari ni mambo makubwa. Unaona? Hata kijijini tu ukaona haka kabarabara haka watu hawapiti vizuri na kadaraja haka. Mtu anafanya tu kitu ambacho hichi ni cha muendelezo. Itasaidia mtu katika jamii. Yani katika historia watu wanajua fulani ndiye alifanya hii. Fulani hii inaendelea. Umeona? Sasa hiyo sadaka itakusaidia. Kweli. Ama elimu. Umeandika kitabu, umefundisha mtu, ile elimu bado inamsaidia yule uliyemfundisha. Itakusaidia. Cha muhimu pia ni mtoto mwema. Mashallah. Na Qur'ani imesema kila mara usisahau rabbi ghfirli waliwalidayya wa rabbi rahamuhuma kama rabbayani saghira. Yani atakuwa ni mwenye kukuombea dua na kutolea. Utakuta pia mashallah kuna watoto ambao wanawatolea mpaka wazazi wao sadaka. Mtu ameenda kupanda huo mti, asema huu mti na upanda kwa hizi thawabu za huu mti zimuendee mama yangu ambaye amefariki. Kwa hivyo unapopigania mtoto wako apate maisha mazuri hapa duniani,
kumbuka bado yeye huyo mtoto ndiyo rasilimali yako ya maisha yako ya akhera. Ndio unaona manabii walikuwa akikimbia sana wakiomba Mwenyezi Mungu, Rabbi la tadharni fardan, usiniwache peke yangu, niachie mtu. Na ndio unaona hizo dua zikawa zinajibiwa. Kwa hivyo hata wewe mzazi ndio unafanya kila juhudi mtoto wako asome, pate degree, awe daktari, awe mhandisi, awe nani. Ni juhudi nzuri na Uislamu na kuhimiza pia fanya zaidi ya hayo. Na wallahi tumepewa dua nyingi sana za kuombea mpaka watoto. Kuna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Qurratul a'yun ni nini? Yani jicho likimuona unasikia furaha. Unafurahia. Na ndio ukiangalia Nabii Ibrahim alayhi salam ilikuwa dua yake sana, alikuwa anataka kufahamu na kizazi changu kitafaidika vipi. Mwenyezi Mungu akamwambia ni wema tu ndio watapata. La yanalu ahadi dhalimin. Waovu hawapati. Ndio. Ni wema. Kwa hivyo akakitukuza kile kizazi cha Nabii Ibrahim. Ndio tunamuita Ibrahim baba wa mitume. Kweli. Mwenye mila ambayo tunafaa kufuata. Ndio. Nani? Nabii Ibrahim. Sasa malezi asome apate, lakini usisahau kuna malezi mengine kando. Unataka awe ni injinia, unataka awe daktari, unataka awe mhandisi fulani, unataka awe na cheo fulani, unataka awe mwanasiasa, unataka awe rais, unataka awe, kuna malezi mengine muhimu usisahau. Awe ni mtu ambaye ana maadili ya dini. Awe daktari sawa, lakini daktari anayejua dini yake. Awe ni rais ambaye anajua dini yake. Kweli. Haizi dhulumu mtu. Kweli. Kwa hivyo haya ni malezi, maadili mazuri ambayo unampatia. Na unafanya vipi? Ni kuanza kumpa mtoto tajriba, kumzoesha, kuchangia. Mfano hata kama kuna kitu program yoyote msikitini watu wanataka mchango, hebu patie mtoto wako, mwambie hebu ende utoe mchango huu msikitini. Ndio. Ndio maana kulikuwa na mazoea hii kila Ijumaa. Kuna kule msikitini kuna hizi ni za sadaka hizi. Naam. Mzazi anampa mtoto shilingi 5, anambia hii nenda ukatoe sadaka kule msikitini. Hebu niambie huyo mtoto, kwa sababu ameona kila wakati nikipatiwa, atakapokuwa mkubwa atahisi na mimi saa hii ndio ninamiliki, sio mzazi. Ni mimi. Je, sifai kutoa? Ataona ninafaa zaidi kutoa mimi yangu na hata kumtolea na huyo kweli. Haya ndio mambo ambayo tunafaa kuwafundisha watoto. Majlis. Unahudhuria majlis, toka na watoto wako. Na hakikisha pia pengine unajua mtoto ana jambo ambalo anaweza kafaidisha watu, wewe umelizuia. Kweli. Wallahi tumeona watoto wazuri ambao baada ya kukuja madrasa wamekuwa ni wasomaji wazuri wa kaswida, wamekuwa ni wasomaji wazuri wa Qur'ani, wamekuwa ni wasomaji wazuri wa maatam, wamekuwa na mchango mkubwa sana katika dini. Kwa sababu wazazi waliwatoa. Kipaji chao walitangaza kule msikitini. Ndio. Lakini pindi utakapomwacha nyumbani, yeye atakuwa anasikiliza zile nyimbo ambazo zinapatikana kwa mitandao. Kweli. Na atakuwa mwimbaji mashuhuri sana katika zile nyimbo. Kweli, kwa sababu pia wazazi wamezoesha watoto vibaya. Mtoto ako katika nyumba, hujamzoesha pia kusikiza nini Qur'ani, hujamzoesha kusikiza dua ziko za kusikiza. Huyu mtoto unapomkuza hata akiwa mdogo na mazingira ya dua kusikiza, hata ile muziki ataiona kero katika masikio yake. Kabisa. Kwa sababu amezoea kusikiza nini? Amezoea kusikiza Qur'ani, kusikiza dua, akisikia yupata utulivu. Utakuta wengine wanasikia kukerwa sana katika akili, kwambia zima hiyo kitu. Na watoto mara nyingi wanapenda kile kitu ambacho kinawaathiri katika dini yao. Ndio. Kila utakapomzoesha, ukienda na yeye msikitini, umempeleka madrasa. Unajua sasa hivi wazazi wengi katika maisha ya sasa, tunaona wengi sasa hivi wameanza kupuuza masomo ya madrasa sana. Yani mtoto uende madrasa usiende madrasa, hiyo ni shauri yako.
Hata yule mwalimu wa madrasa akikufuatilia, mzazi wewe mwenyewe ufuatilii yule mtoto. Haujui hii madrasa ndiyo inamjenga huyu mtoto kwa kile ambacho anatafuta. Anatafuta kuwa daktari, madrasa inamjenga kuwa daktari bora. Madrasa inamjenga kuwa ni mwalimu wa shule bora. Inamjenga utu wake. Hata kama ni mfanyabiashara. Ndio. Madrasa itamjenga mtoto kuwa mfanyabiashara bora. Sio tu akuwe ustadhi wa msikitini. Ndio. Na huyo mfanyabiashara atakumbuka kutoa ni nini, na atasaidia na atarudisha mkono wapi? Nyumbani au kwenye alitoka. Hiyo ni kitu ambacho inafaa tuweze kufahamu. Alafu pia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anamwambia Imamu Ali, ya Ali, ewe Ali, haqqul walad ala walidihi an yuhsinu ismuhu wa adabihi wa yadha'uhu mawdi'an salihan. Mtume anamwambia Imamu Ali, anasema, ewe Ali, haki ya mtoto kwa mzazi wake ni hii. Kwanza, an yuhsin, ampe jina nzuri. Ndio. Mpatie mtoto wako jina nzuri ambalo ni jina la tabia nzuri. Kwa sababu ukimpatia jina mtoto, pia ile jina linaelekeza mahali ambapo ilo jina linatoka. Kweli. Kumuita Rasta, watu wanamjua ni nani. Wa adabihi, uitengeze jina lake liwe nzuri na tabia yake pia iwe nzuri. Na umuweke huyo mtoto, umuweke sehemu nzuri. Yani na maana umuweke katika maisha mazuri. Awe ni mja mwema. Kuna wazazi wazuri, nakuta mara nyingi anamuhimiza mtoto wake, anamwambia, mwanangu, hiki kikosi cha hawa watoto usishikamane nao kwa sababu tabia sio nzuri. Mwanangu, shikamana na. Tunaona pia wazazi wengine pia huwa wanasema, sisi walimu wa madrasa, kila unapotangaza kwamba wazazi leo hatuna madrasa, mzazi kidogo anasikitika. Anasema, hapo madrasa ndio sehemu tulivu kwa mwanangu kukaa kuliko huko nje. Lakini leo umeniambia hakuna madrasa, na huzunika vile huyu mtoto atafanya nini? Huyu ni mzazi ambaye anataka kuweka mtoto wake mahala ambapo Mtume anasema maudhi'an swaliha. Mashaallah, mashaallah. Sasa hili ndio juhudi ambayo tunafaa tufanye. Adabu, dada yangu, adabu ni nyingi, kwa sababu ni kwa ufupi tu tumeweza kueleza haya machache. Naamini tutakapokutana inabidi sasa tuangalie adabu za watoto zinafaa kuwa zipi. Inshallah katika darasa zitakazofuatia, Mwenyezi Mungu akituwafikishia inshallah. Amin, inshallah. Shukran sana Sheikh kwa uwepo wako, kwa kutujalia, kutupa mwangaza wako wa elimu kuhusiana na masuala ya ndoa, haswa katika malezi ya watoto. Watoto ni jamii ya kesho, ambao sisi tunaamini kwa rehema za Mwenyezi Mungu, tukipata watoto wenye matunda ya kheri kama hawa, naamini jamii itakuwa njema. Maana tunakuza viongozi wa kesho na walimu wa kesho wa madrasa. Kama tunavyoelewa ni kwamba mtoto bila dini inakuwa ni fuvu tupu, yani lile ambalo halina nazi, imetolewa nazi kabisa, inakuwa haina maana. Inshallah tutakapokutana tena tutaangazia masuala mengi kuhusiana na adabu za malezi. Shukran sana. Amina, inshallah. Shukran. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Sheikh Yusuf ndani ya studio zetu. Alhamdulillah kwa upeo wake ambao amekupa wewe kuweza kuelezea mengi kuhusiana na haswa maadili ya watoto. Ni mengi ambayo tutakuja kuiangazia kuhusiana na maadili ya watoto, kwani ni kitu muhimu sana kumpa mtoto mawaidha. Jinsi gani unafaa kumkanya mtoto anapokosea, ni vitu ambavyo tunafaa kuvifahamu, kuja kuviangazia moja baada ya nyingine. Inshallah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia fi amanillah.